itafsiri sheria mpaka fulani wa Tanzania na Uganda, uweze kutafsiri kwa sababu elimu yako ni ndogo, na huo ndio ukweli. Na kuwa na elimu ndogo sio dhambi, lakini kila sehemu lazima kuna issue. Tunataka tuchague Mungu kulingana na meritocracy, sio sababu labda ya connection. No, meritocracy, uwezo wako wa kielimu na uwezo wako wa kujenga hoja ndio ambavyo unatakiwa uwe mbunge. Ndugu wanahabari, kwa majina naitwa Angus Robert Okechi. Mimi ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM. Leo nimekuja mbele yenu hapa kama kijana mzalendo kabisa wa nchi hii. Nimekuja kwa ajili ya kuzungumza mambo yale ambayo nafikiri vijana wengi hawajapata wakati wa kuzungumziwa. Kwa hiyo tumekuja mbele yenu kuzungumza yale ambayo vijana wanapaswa wasemewe. Tunakwenda kujadili kuhusu bajeti iliyotoka mwaka huu, iliyotolewa na Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, lakini pia tunakwenda kujadili kuhusu ni kwa namna gani kijana anakosa fursa nyingi sana kwenye uchaguzi mkuu. Na kwa nini kijana anakosa fursa nyingi sana kwenye uchaguzi mkuu? Ninaomba nianze kwa kusema kwamba 70% kulingana na takwimu za UNICEF, 70% ya wakazi wa Tanzania ni vijana, umri kuanzia miaka 15 mpaka miaka 35 ni vijana. Lakini ukijaribu kuangalia maisha wanayoishi vijana kwenye taifa hili ni ya kusikitisha sana, kwa sababu bajeti iliyotolewa ndani ya mwaka huu ni bajeti ambayo haiendi kumnufaisha kijana moja kwa moja, bali inaenda kumdidimiza kijana moja kwa moja. Kwa namna gani? Serikali imeongeza tozo kwenye vifaa vya ujenzi kama saruji pamoja na nondo, lakini pia serikali ikapunguza kodi kwenye vitu vya luxury, kwenye vitu vya starehe kama pombe na vinywaji pamoja na vifaa vya michezo. Sasa tujiulize tu kwa makini sisi kama vijana, kama serikali imeweza ikaongeza kodi kwenye vifaa vya michezo, pombe na vinywaji kama energy vya kumuongezea mwanaume nguvu, alafu ikapunguza kodi kwenye vitu vya kimaendeleo sana kama nondo pamoja na mabati, lakini pia na saruji, kijana huyo atapataje muda wa kujenga nchi yake? Kwa sababu ukitaka kuzungumza kwa asilimia kubwa, kijana ndio nguvu kazi ya taifa. Sasa kama unaweza kumpunguzia kodi kwenye vitu vya starehe na unamuongezea kodi kwenye vitu ambavyo sio vya maana kwake, ni kama vile unamfanya kila siku kuendelea kuishi maisha yale. Mwalimu Nyerere alikuwa mwenyekiti wa TAA akiwa na miaka 30, kijana mdogo sana. Akaja akawa mwenyekiti wa TANU akiwa na miaka 35, lakini pia akaja kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa na miaka 39 tu peke yake. Kwa hiyo ameingia Ikulu akiwa ni kijana mdogo sana. Lakini pia vile vile Salim Hamed Salim ambaye alikuwa ni balozi wa kwanza wa Tanzania nchini Misri alikuwa na miaka 22, kijana mdogo sana. Kwa sababu zamani wakati wa Mwalimu Nyerere serikali ilikuwa inawekeza nguvu kubwa sana kwa vijana, na nchi ilikuwa inaweza ikawaamini vijana wengi sana. Lakini kwa sasa vijana wengi wamekuwa hawaaminiki, na serikali inafanya vile sio kwa sababu labda haitaki, lakini ni kama vile inataka kuwasahau vijana hawa. Tujiulize kwa makini sana. Kama Yesu alikuja duniani akapambana kwa ajili ya maslahi ya watu wake, akafa akiwa na miaka 33 peke yake. Sasa ujiulize wewe kama kijana wa nchi hii, ni lini utafanya kazi yako kubwa kwa ajili ya kujenga nchi yako? Nchi hii tulionao sasa hivi haiwezi kujengwa na wazee. Nchi hii inajengwa na vijana wenye umri kuanzia miaka 18 mpaka 35 au 40 peke yake. Sasa kama jukumu hili tukiamua tukawaachia wazee, sifikiri kama tunaweza kufika kule ambako tunapaswa kufike. Kwa sababu kijana kama kijana unapaswa uelewe ya kwamba nchi yako imetoka wapi ilipo, na wapi ambapo unataka nchi yako ifike. Tony Blair, alikuwa waziri mkuu wa Uingereza, alishawahi kusema kwamba alishawahi kuwa waziri wa Uingereza bila kuwa mwajiriwa serikalini.
Barack Obama ameingia urais wa Marekani akiwa ametoka kuwa mbunge ndani ya miaka mitatu tu, baadaye akaja kuwa rais wa Marekani. Sasa kama serikali inashindwa kuwaamini vijana, ni nani wa kuamini vijana? Kwa sababu serikali ndio ambaye anatakiwa kutengeneza mazingira mazuri ili mali kijana huyu aweze kuheshimika sana kwenye nchi yake. Nchi zingine kama Singapore ni nchi ambayo miaka zamani, kuanzia miaka 60 kitu mpaka miaka 80 kitu tulikuwa nao sehemu moja. Lakini Singapore walianza kuwekeza nguvu kubwa zaidi kwa vijana, the manual labor. Wakawekeza nguvu kubwa kwa vijana wenye umri huu. Then wakawapatia maarifa, wakawapatia fedha, wakaenda kusoma nje, baadaye zile fedha wakarudi kwenye nchi yao. Leo hii Singapore ni nchi miongoni mwa nchi ambazo wanaishi maisha mazuri sana. Imetoka kwenye ulimwengu wa dunia 3 sasa hivi wanaelekea kwenye ulimwengu kama nchi za Ulaya zilivyo. Sasa tunaiomba sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iwekeze nguvu kubwa zaidi kwenye kuhakikisha kwamba vijana wa nchi wanapata nafasi ya kuajirika, wanapata nafasi ya kupata nafasi za kugombea kwenye uchaguzi mbalimbali za nchi hii. Kwa sababu ukijaribu kuanza kwa makini kwenye nchi hii kwa mwaka mzima nchi inakuwa inapata watu wanatafuta ajira ni kama 200,000. Kwenye 200,000 hao kwa mwaka mzima, alafu wanaokuja kuajiriwa kwa mwaka huo mzima hawazidi hata 10,000. Hasa hawa wanaobaki wengine mtaani wanakwenda wapi? Sababu kama serikali ilipaswa hije ina majibu kwa mabwana, sisi ndio tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba nyinyi kwenye nchi hii mnaishi maisha mazuri kama vijana wa nchi nyingine. Leo tunaona vijana wa nchi nyingine serikali yao inafanya nguvu kubwa sana. Kama Kenya, serikali inatafuta ajira nchi za nje, inawachukua vijana kutoka nchini kwao wanakwenda kufanya kazi nchi za wenzetu. Lakini kwetu serikali yetu kwa asilimia kubwa inalazimisha wanafunzi wengi ambao wanahitimu mafunzo mbalimbali ya vyuo vikuu waende VETA. Ile jambo linasikitisha sana. Na majibu ya kiongozi mkubwa wa serikali ilipaswa haje na majibu aseme ya kwamba kuna sehemu tumejikwaa, basi tunaomba mtusamehe, lakini tupo kwenye mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba hali hii ya ukosefu wa ajira kwenye nchi inakoma. Ndio. Sasa kama hali hii ikizidi kuendelea, kama kwa mwaka tu mzima tunapata ongezeko la watu wanaotafuta ajira 200,000, kwa miaka 10 tuna ongezeko kubwa la watu ambao wanatafuta ajira 2,000,000 ambao ni wasomi peke yake. Sasa kuna kundi kubwa huku nyuma ambalo wao wameisha form 4, hawa hawajakwenda shule na hawana vyeti. Hawa ili kundi linakwenda wapi? Tunaomba serikali yetu pendwa sana ya Tanzania iweze kuwaita wadau mbalimbali wa sekta binafsi na sekta za umma, wakae chini na vijana wapange mpango mkakati ya namna gani ya kuweza kuwasaidia vijana wa nchi hii. Jambo la pili ni kuhusu uchaguzi wa nchi yetu. Ni kuna namna gani vijana ambao wamekuwa wanakosa nafasi mbalimbali sana za kupata nafasi ya kuwa diwani, kuwa mbunge, kuwa rais. Mara kwanza nimesema Nyerere alikuwa rais akiwa na miaka 39 peke yake. Lakini pia nikasema kwamba Obama ameingia madarakani akiwa na miaka 40 kitu peke yake. Lakini pia nikasema kwamba Tony Blair aliweza kuaminiwa na nchi yake akiwa hajaajiriwa na mtu yoyote yule au serikali ya aina yote ile duniani, lakini akaja kuwa waziri mkuu wa Uingereza. Lakini pia nimesema kwamba Bwana Yesu Kristo aliye hai aliweza kuaminiwa na dunia nzima, hasa watu wa Israeli, akaja kuwa masihi wao. Mungu mwenyewe alimwamini. Sasa kama wananchi au serikali haiwezi kutengeneza mazingira mazuri kwa kijana huyu wa Kitanzania kuweza kuingia bungeni au kuingia Ikulu au kuingia halmashauri, ni nani atakuja kumwamini kijana huyu? Tazama kwa makini. Kwenye dunia sasa hivi, karne ya sayansi na teknolojia, karne ya 21, lakini serikali bado tu kwenye baadhi ya sifa za mtu kuwa mbunge au kuwa diwani, bado kuna kifungu kinasema ya kwamba ujue kusoma na kuandika peke yake ndivyo ambavyo unaweza kuwa mbunge. Ile jambo haliwezekani sana, kwa sababu nchi za wenzetu
wabunge ni mtu ambaye anapaswa kuwa anauelewa mkubwa wa mambo. Kwa sababu bungeni ndio sehemu ambayo wanakutanika watu wenye akili kubwa, wanakwenda kupanga mipango mikakati kwa ajili ya kuwaza kesho ya baadaye ya nchi zao. Lakini sisi nchini kwetu wabunge wanakwenda bungeni kupanga ni kwa namna gani mwaka 2030 turudi bungeni. Mbunge anapaswa aingie bungeni aende akasemee maslahi mapana nchi yake, kwamba leo ni mwaka 2025, nchi yetu ilipo bado tupo kwenye ulimwengu wa dunia ya tatu. Sasa je, tukishafika 2050 nchi yetu itatoka hapa labda ingine Singapore lini? Lazima mbunge aweze kufanya mpango mkakati haupeleke bungeni, bunge likatafsiri zile sheria kinagaubaga. Uweze kama mbunge ukatunga sheria ambazo zile sheria zinakuja kuhukumu watu mtaani, halafu unaenda shule hujui hata maana ya sheria, unaelimu darasa 7 kwa sababu tueti unajua kusoma na kuandika, halafu una fedha, halafu pia unaweza kuzungumza vizuri. Haiwezekani. Bunge ni chombo cha muhimu kwenye nchi hii. Tunapaswa tuweze kuamini vijana kutoka chuo kikuu, kutoka vyuo vya kati ambao wanaweza wakaja na mipango mizuri ya namna gani kijana nchi ataweza kusaidia nchi yake kwa nguvu zote alizonazo. Lakini kuliko kuendelea kuamini wanasiasa wale. Kuna mwanasiasa ana miaka 20, ana miaka 20, miaka 30 yupo kwenye jimbo. Alafu kuna vijana wanatoka chuo kikuu fresh, anataka agombee na yule mzee, lakini sababu yule mzee ana fedha au labda ana connection mbalimbali mjini, yule kijana hapa nafasi ya kuwa mbunge. Kwa hiyo tumekuwa tukiwapoteza vijana wengi sana wenye maarifa makubwa ambao wanaweza kusaidia nchi hii kwa sababu tu ya kuamini wanasiasa ambao either wana nguvu ya fedha, either wanaweza kuzungumza vizuri sana, au wana uzoefu kwenye ubunge. Lazima tuweke mipango mikakati kwamba ili mtu hawezi kuwa mbunge au kuwa diwani kwenye nchi hii, afadhali anze degree. Una degree moja, una shahada moja, kwa sababu uwezo ukenda bungeni ukaenda kuzungumza vitu vya ajabu, unaletewa sheria kubwa za mataifa, basi itafsiri sheria mpaka fulani wa Tanzania na Uganda, uweze kutafsiri kwa sababu elimu yako ni ndogo. Na huo ndio ukweli, na kuwa na elimu ndogo sio dhambi, lakini kila sehemu lazima kuna issue. Tunataka tuchague Mungu kulingana na meritocracy, sio sababu labda ya connection. No, meritocracy, uwezo wako wa kielimu na uwezo wako wa kujenga hoja ndio ambavyo unatakiwa uwe mbunge au rais wa nchi hii. Nchini Uingereza ili mtu hawe mbunge, nchini Uingereza, afadhali uwe na masters, ndio kianzio. Hapa kwetu uje kusoma na kuandika peke yake. Kwenye ulimwengu huu, nchi yetu maskini, ulimwengu huu ambao dunia imepiga hatua sana kwenye teknolojia, dunia imepiga kubwa sana kwenye sayansi, lakini bado nchi sheria yake inasema kwamba mtu huyu awe tu na elimu ya kujua kusoma na kuandika darasa la 7. Inasikitisha sana. Hatuwezi kufika kwa namna hii. Hatuwezi kufika, sio leo wala kesho. Hatuwezi kufika. Sasa lazima serikali hije na mipango mikakati kwamba kuhakikisha kwamba kizazi kinachokuja cha nchi hii kiweze kurithi mema nchi hii. Kwa sababu uwezi mtu mwenye elimu ndogo akapanga kuhusu kesho yako. Haiwezekani. Kwa hiyo tunaomba vijana wengi sana, vijana wa Tanzania hii, waweze kujitokeza mwaka huu. Kama wewe ni mtu ambaye unaamini kwenye kupiga kura, uende ukapige kura. Lakini pia kama kijana wengine ambao wanaamini kwenye reforms, basi usiende kupiga kura yako ukaa nayo ndani mpaka pale ambapo nchi itaweza kuwa na reforms za nchi hii, za kuweza kuifikisha nchi ambako wananchi unataka. Ninaomba nimalizie kwa kusema kwamba Mwalimu Nyerere alisema kwamba mtu anapopewa elimu na nchi ni kama vile ambavyo kijiji kimetoa chakula chote kikampatia mtu fulani aende nchi ya mbali akatafute chakula, alafu baadaye kile chakula hajarudisha kwenye nchi yake. Kwa hiyo kijana ambaye umepata elimu leo ya kuja shule au kuja chuo kikuu kusoma, jua kama ni nchi imeamua kupatia nafasi kubwa sana, uende nchi ya mbali sana ukatafute chakula, afu kile chakula ukurudishe kwenye nchi yako. Ukishaamua kutokusemea ukweli wa nchi yako, ni kwamba umeamua kuisaliti jamii yako. Na ukiamua
kusaliti jamii yako ni kama vile umeamua kusaliti sauti ya Mungu, sababu sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Tunawasihi sana vijana wa nchi hii, lazima muwaze mpango mikakati kwa namna gani nchi yenu inapaswa isonge mbele. Msiwe na akili za kuwaza hapa na hapa. Fikiria baada ya miaka 30 nchi inapaswa ifike wapi.